Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nachukua fursa hii kwa siku nyingine kuwakaribisha, maana ni siku ambayo Mungu amepatia, tuko wazima, tunashukuru. Na ninasema asante sana kwa ajili ya mashabiki wetu ambao mnatuochi katika chaneli yetu. Pia nawasalimu kwa jina la Yesu na nawakaribisha katika jina la Yesu, ambapo nimekuwa hapa siku 14. Hii ni siku ya 14 ambayo ni ya kufungua maombi yetu. Na hii siku ni siku ambayo ina upako mkubwa sana. Ina mafuta nyingi sana kwa ajili ya kukufikia hata nyumbani mahali penye huko, ili Bwana akaweze kusaidia. Kwa hivyo leo nikienda kumalizia hii ujumbe, nataka niombe na wewe kwa sababu ya financial breakthrough. Nataka niombe na wewe kwa sababu wewe mgonjwa, una matatizo, milango unaona ya kwamba haiwezi kufunguka. Lakini nataka nikwambie ya kwamba hapo unaona milango haifunguki, Yesu mwenyewe in the book of John, kitabu cha Yohana, anasema yeye ndio mlango. Kwa hiyo ukiona umefika mahali milango haifunguki, yeye mwenyewe atafanyika mlango. Biblia inasema ya kwamba na ukifika mahali uone kana kwamba unahitaji kiu ya kunywa maji, yeye mwenyewe ni maji. Atayafanya maji ili akaweze kutoshelesha, in the mighty name of Jesus Christ. Na akiona ya kwamba hauna pesa, Biblia inasema kwamba akamwambia Petro, nenda kwenye bahari, ile samaki ya kwanza itakayoingia kwenye ndoano, basi ukatoe samaki ukampasue, ukachukua fedha ndani ya hiyo bahari, ukalipe madeni. Kwa hivyo anointing inaweza ikabadilisha vitu vyote. Tukienda kulingana na vile Mungu anasema, to interact na maandiko yake jinsi ambavyo anataka, utapata vitu hivi ni genuine katika maisha yako, katika maisha ya kila mmoja mtu ambaye ameokoka, na ataona mkono wa Bwana katika maisha yake, in Jesus name. Kwa hivyo najua ya kwamba hata kama milango ya fedha imefungwa, Mungu, Yesu aliyemtuma Petro aende kwa bahari akaweza kutoa samaki, na hiyo samaki ilikuwa na pesa. Kwa hivyo yeye atakutuma, akaunti yako haichafungwa, kuna akaunti yako naye atakutuma, italeta pesa, in the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo share hii channel na mtu mwingine, rafiki yako wa karibu. Ninakushukuru wewe ambaye umeandaa muda wako kwa sababu ya kutuangalia na kufuatilia mafundisho yetu ambayo tuko nayo hapa, ili nione kana kwamba Mungu atakusaidia namna gani. Kwa hivyo ninajua kwamba Mungu ni mwaminifu. Nitakuibia wakati wako kwa sababu ya kutufuatilia, lakini usijali, Mungu ni mwaminifu kwa kukubariki na kukuongoza. Kwa hivyo leo nataka kuleta ujumbe, na baada ya ujumbe nilisimama hapa mbele za Mungu. Nimefunga kwa sababu ya mambo kadha ambayo niliyowaambia, na Mungu amenipa ujumbe. Nitakuja na prophecy baada ya hii, ya ile Mungu amenielekeza. Niko na prophecy mbili, kwa hivyo nitakuja naye baada ya hii. Sitaishikanisha na hii ujumbe, hiyo itakuja peke yake. Kwa hivyo baada ya hii topic ambayo tulikuwa nayo, ilianza last week. Kwa hivyo hii ujumbe naendelea nayo na naimaliza leo. Kwa hivyo naamini ya kwamba Mungu atakubariki hapo ulipo, na utaweza kuona neema ya Bwana katika maisha yako, in the mighty name of Jesus Christ. Share na mwenzako, share na rafiki yako, share na mama yako, share na dada, share na baba, mahali penye uko, share hii channel, because ninafundisha vitu ambavyo vinakula maisha ya watu, vinasababisha watu wanakosa kuwa na amani, wanakosa kuwa na baraka, wanakosa kuona jinsi ambavyo Mungu anaweza kuwatendea mambo mazuri. Share, share, share. Share hata mkifika watu 100 itakuwa sawa. Umefika ngapi? Ongapi umefika? Hallelujah, 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 hallelujah. Karibu watu 40, mnaendelea sawa. Naamini ya kwamba Mungu atakubariki na Mungu atakuongoza. Kwa hivyo nataka nikwambie hivi, ujumbe wa leo ni Dagon part 2. Tunaendelea na topic ya Dagon part 2. Hii spirit ya Dagon, elewa ya kwamba kutoka kitambo shetani ni shetani na pepo ni pepo.
Kwa hivyo shetani akiwa ni shetani, pepo ni pepo. Kwa hivyo elewa ya kwamba shetani anatumia means na njia tofauti za kusababisha watu wakose kumwelewa na kumfuata Mungu siku zote za maisha. Na ndio unapata kutambua ya kwamba kwa nini niseme shetani ni shetani habadiliki. Kutoka mwanzo yeye ni shetani, na hata leo ni shetani, na hata mwisho ni shetani. Mapepo hivyo hivyo haibadiliki. Ndio maana jina yake tu anaitwa nani? Devil for evil. Abadiliki, hiyo ndio jina yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunataka tuangalie part 2 ya the spirit of Dagon. Dagon tuliona kana kwamba Dagon, watu wakiwa involved kwa Dagon, huwa hii spirit inaua watu. Dagon inaua watu, na Dagon ina uwezo wa kuangaisha watu. Dagon ina uwezo wa kusababisha maisha ya watu ikose kuwa na amani. Dagon inaweza kusababisha watu wakienda kwa vita, kupikana vita hawawezi. Dagon inaweza kusababisha watu wakienda kufanya ama kuenda kazi ama unaenda interview mahali, hauwezi ukafanikiwa na hauwezi ukapita. Unaweza kuingia kwa maombi uende kuomba kwa sababu umetiwa mafuta, lakini unapata kutambua kwamba utashindwa kwa sababu spirit ya Dagon imekushinda nguvu na ina uwezo mkubwa kwa sababu ya maisha yako. Kwa hivyo spirit ya Dagon ni spirit ambayo ni mbaya katika maisha ya mwanadamu ama mtu ambaye ameokoka. Kwa hivyo ni vizuri upata kutambua kwamba wewe umeokoka, lakini kile kina fight maisha yako ni nini? Kile kinapikana upinzani ama opposition ile inapikana na maisha yako ni nini? Ni Dagon. Kwa hivyo Dagon haitaki ufanikiwe. Dagon haitaki upate kibali mahali popote. Dagon inakusababisha ukuwe na nini? Na umaskini siku zote. Dagon inataka mpaka maisha yako inapotekwa nyara ielekee kwa kuangamia ama ukufe. Ukikufa, hapo ndio raha ya Dagon itafurahia sana katika maisha ya watu, katika ufalme wake. Kwa hivyo tunaangalia katika kitabu cha in the book of Churches, tuangalie kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi 16 mstari wa 23. Ninataka uone jinsi ambavyo Dagon ilivyombomoa mtu ambaye anaitwa Samson. Na baada ya kumbomoa Samson, unapata kutambua ya kwamba walienda wakasherekea, wakatoa sadaka zao kwa Dagon kwa ajili ya kumkamata adui wao ambaye alikuwa anaitwa Samson. Kwa hivyo elewa ya kwamba Dagon iko na uwezo na ina nguvu, na kuna watu ambaye wako responsible kwa Dagon ambaye wanaitwa Wafilisti. Kwa hivyo Dagon wakati ambapo iko na nguvu na uwezo, kuna watu ambaye wanaipea nguvu kwa sadaka zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Dagon, Bible inasema kwamba inatafuta mtu ambaye ana mafuta. Dagon inatafuta mtu ambaye ana nyota. Dagon inatafuta mtu ambaye ako na sura nzuri. Dagon anatafuta watu ambaye wanaweza kuwa na kitu cha kupendeza ulimwengu. Hao ndio wanatafuta. Kama we ni mwimbaji mzuri, Dagon lazima ikurudishe chini. Ukiwa na mafuta ya Mungu, lazima Dagon ikurudishe chini. Ukiwa na kitu kibali kizuri cha kufanya watu ama ufanye kazi ya Mungu ama ni kiongozi, lazima Dagon ikurudishe chini na imake sure imekuua. Kwa hivyo ukiangalia jinsi ambavyo Dagon ilikuwa inafuata watu, ilikuwa inafuata watu ambao wana nyota na wana mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tusikie hiyo mstari wa 23. Judges. Kisha wakuu wa Wafilisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni. Oh my God. Wakuu wa Wafilisti, yani wakubwa wa Wafilisti walikusanyika pamoja ili kumtolea sadaka Dagon. Kumbe Dagon ni mungu wa kutolewa sadaka kwa ajili amewapea nguvu na uwezo wa kumkamata nani? Samson. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Dagon wakati ambapo waliona wamemkamata nani? Wamemkamata Samson.
Bible inasema kwamba walimshukuru akisema, wewe Mungu wetu ni mzuri, wewe umefanya tumepata ushindi kwa kumkamata nani? Kwa kumkamata Samson ambaye ni adui wetu, ambaye ameua watu wengi. Kwa hivyo wakakuja wakaabudu huyo nani? Huyo Dagon, na wakatoa sadaka kwa sherehe zao. Kwa hivyo elewa ya kwamba kuna upinzani wa upande wako. Una nguvu na una uwezo, maana zile nguvu mahali zinatoka ndio sikuja sikupike vita. Ni wewe haujui. Inaweza kuwa haujui ama inaweza kuwa unajua, lakini ni kuignore. Leo na kuonyesha kwamba hii Dagon ilikuwa na watu, na watu wenye walikuwa involved kwa Dagon, hao watu walitambua ya kwamba wako responsible kwa Dagon na Dagon iko responsible kwao. Kwa hivyo inawaitikia yale maneno ambayo wanafanya, nao wanaitikia kwa umoja kwa kile kitu ambacho Dagon itafanya. Kwa hivyo walipokuwa wanatoa sadaka, walijua ya kwamba nguvu zao ziko pale. Kwa hivyo hata mtu akienda kwa uganga, akienda wapi, kuna nguvu na kuna uwezo wa kutoka katika hiyo madhabahu. Kwa hivyo wakati mtu amekuwekea sadaka kwa madhabahu ya uganga ama ya uchawi ama ya muungu yoyote kinyume cha maisha yako, elewa ya kwamba lazima utapikwa, na lazima utaporomoshwa, na lazima utasababisha maisha yako yakose amani ndani ya maisha yako. Kwa hivyo Dagon, usifikirie tu ni kimungu tu kimewekwa pale. Dagon ilikuwa ni jeshi, na ni Mungu wenyewe wanaita ni Mungu. Ilikuwa ni jeshi ambayo ina uwezo wa kupikana na wateule katika positioni nyingi. Wakati unaona umaskini unakuja, ugonjwa inakuja. Wakati unaona ugonjwa inakuja, inaleta na nini? Inaleta na rejection katika maisha yako. Sasa unapata kutambua kwamba unapikwa na vitu tofauti tofauti, lakini hizo vitu vyote vinatoka kwa hii kitu kimoja. Kwa hivyo lazima utambue ya kwamba hii roho ni mbaya, inasababisha watu wa Mungu wakose, mpaka ifike mahali watu wanaomba kana kwamba Mungu hajibu, kana kwamba Mungu hayupo, lakini Mungu yupo na Mungu anafanya kazi. Hebu tuendelee hapo chini, nasemaje? Wakamtolea Dagoni sadaka Mungu wao na kufurahi. Wakafurahi. Biblia inasema kwamba walifurahi. Maana walisema Mungu wetu amemtia Samsoni mikononi mwao. My God. Yaani ati Mungu wao amewatia Samsoni adui wao kwa mikono yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo walifurahi wakasherekea kwa sababu adui wao amekamatwa. Naelewa ya kwamba Dagon ni Mungu. Yaani ni mchongo imechengwa na wale watu wakaamini, na walipoamini ikawa inawatendea vile ambavyo wameamini. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo lazima utambue ya kwamba kuna vitu wakati ambapo unakuwa involved kwa vitu fulani, na uanze kuamini vitu fulani, vitaanza kukufanyia kazi ukifikiria kwamba ni Mungu anaweza akafanya, lakini Mungu hafanyi hivyo. Mungu ana uwezo wa kufanya, lakini wale wanaamini vitu kama hizi sitafanya kulingana na vile ambavyo wanataka, because wako involved na wako responsible. Wao kiamini ya kwamba Dagoni inaweza fanya kama Wafilisti na utoe sadaka kwa kuiamini, utaona mambo yako vile inaenda. Ndio maana anasema kwamba walipokuwa siku zote wakipikana na Waisraeli walikuwa wanapata ushindi. Naongea na mtu, kwa sababu walikuwa responsible kwa Dagon, na Dagon ilikuwa responsible kwao. Walikuwa wanaiworship usiku, alafu wanakuja wanaitolea sadaka. Wakisha itolea sadaka, kwanza hakuna kitu kibaya kama sadaka. Sadaka inakuanga na nguvu zake. Sadaka ina uwezo. Sadaka ina mamlaka ya kubadilisha hali. Mpendo unanisikiza? Kuna anga ingine, for example, kama maombi ambayo tumeomba haya, ni maombi ya kufunga. Wakati unaingia kwenye maombi ya kufunga, make sure uko na kitu ya kukupeleka kwenye hiyo anga ambayo inaitwa sadaka. Kanisa ama Biblia inaita nini? Sadaka. Na Mungu anapenda sadaka. Kwa hivyo sadaka ndio itakuweka katika nafasi nyingine katika maisha yako.
Kwa hivyo wakati watu hao wanatoa sadaka kwa Dagon, walikuwa wanaipea nguvu ya kusababisha kama Waisraeli walikuwa hawatoi sadaka na wawezi wakasimama na Mungu wa kweli, na Mungu yuko, lazima wakuwe destroyed. Kwa sababu ya nini? Ya hiyo nguvu ya Dagon na Wafilisti walipokuwa wanaamini nani? Mungu wao ambaye anaitwa Dagon, kwa kumtolea sadaka. Kwa hivyo ukisoma Biblia, Wafilisti waliangaisha Israeli kwa muda mrefu. Because of what? Roho ya Dagon waliyekuwa wanapikana nayo, na walipikana nayo kwa muda mrefu isiondoke. Walipikana nayo, wanatuma watu wenye mafuta, inaporomosha yote. Mungu anatuma watu wametiwa mafuta, wako na anointing nzuri, lakini wakifika Dagon inakuwa na uwezo mkubwa wa kuwarudisha chini, inawamaliza. Angalia huyu mtu ambaye anaitwa Samson. Samson alitiwa mafuta na akawekwa roho ya Mungu ndani yake, na Mungu akamwambia, mission yangu utaenda kuicomplete because of these people. Biblia inasema ya kwamba wakati walitambua kwamba huyu mtu ako hivi, walitumia njia na ujanja ya kumaliza huyu mtu ambaye ametiwa mafuta. Oh my God. Kwa hivyo wakati unapoanza kitu, lazima utambue ya kwamba ni kitu gani ambacho kinakuja kupigana na wewe. Kwa nini unaanza biashara? Biashara habiendi. Ni nguvu gani umekutana nazo? Kwa nini unaingia kwa ndoa? Ndoa haiendi. Ni nguvu gani umekutana nazo? Kwa nini unataka kuprosper katika maisha yako uendelee, lakini hauwezi ukaendelea? Ni nguvu gani umekutana nazo? Ni spirit ya Dagon. Maana Dagon haitaki mtu ambaye ako na mawazo na akili ya kupanuka na kuchipanua na kusaidia jamii ya nchi kama ulimwengu. Hataki. Kwa hivyo siku zote Dagon atainuka kwa kukupika, kukurudisha chini, na mwisho wake atakuua. Hata kuacha ukiwa mzuri mzima, atakuua. Kwa hivyo Dagon, ukitambua kwamba kuna spirit ya Dagon, na saa hii nilipowaambia Sunday iliyopita nikasema ya kwamba Dagon kile inafanya saa hii inafuata Wakristo. Wakati unaona Wakristo wako na shida ya nini? Financial problem. Marriage, ndoa ni shida. Yaani kazi ni matatizo, pesa ni matatizo, ndoa ni matatizo all over the world. Kwa sababu ya nini? The spirit of Dagon. Hii roho ya Dagon. Roho Dagon ni nini? Dagon ni roho. Sasa tuache kuangalia hiyo Mungu inaitwa namna gani? Kichongo. Unajua tunasaita kichongo because kimechongwa, kimeumbwa tu. Maybe kilitumika na mchanga, ama kimetumikwa na inaitwa namna gani? Inaitwa ama imetumikwa na hizi makolti, na wakaamini ya kwamba kuanzia leo tumejenga madhabahu na tumeweka hii ndio tutakuwa tunafuata tukitoa sadaka. Kwa hivyo Dagon ni nini? Dagon, maana ya Dagon ni spirit. Kwa hivyo ni roho. Kwa hivyo Dagon ni roho ya kufanya kazi ndani ya watu na vile ambavyo wameamini na vile wanataka. Kwa hivyo wana uwezo wa kusema kwamba today tunataka mpromoshe huyu. Kwa hivyo hii spirit, hiyo mchongo inapaki hapo, lakini hiyo spirit inakuja kufanya magani? Kwa hivyo spirit ya Dagon ndio ina move the world kudestroy watu ambao wako very much anointed from God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unaona maisha yako haiendi vile unataka, elewa ya kwamba spirit ya Dagon. Ukiona ndoa yako haiendi vile inastahili, ni spirit ya Dagon. Na wakati ambapo unayumba kazi hakuna, Bible inasema kwamba now hii spirit ya Dagon ama wako involved kwa Dagon wanafurahia, kwa sababu wanajua kwamba wakikuangaisha ni hivyo. Because kazi ya spirit ya Dagon ni kusababisha kukupa kitu kinaitwa namna gani? Stress. Wakati mtu ambapo anaanza kulalamika sana, siku zote ukianza kulalamika, hata ukianza kulalamika mbele ya Mungu, Mungu nimekuomba siku nyingi, Mungu hata sijua ufanye namna gani, elewa ya kwamba wakati umeanza kulalamika, ukianza kulalamika, alafu ongeze mawazo, utaondoka kwa Mungu kabisa. Yaani malalamishi yako na uongeze nini? Mawazo, utaondoka kwa Mungu. Na ile ambayo unataka kutoka kwa Mungu sasa haitakuja vile ambavyo unataka. My God. Ndio maana unapata kutambua kwamba the many people
ambao ni Wakristo, wakati ambapo wameanza kulalamika, afadhali, let me tell you, afadhali uwaze lakini uache kulalamika. Waza ukijua ya kwamba niko na Mungu wa kweli, na hata kama niko katika situation hii, vile nimekuhesabia mara ya kwanza, nikakwambia kwamba Yesu anasema yeye ndio njia. Ukifika mahali uone hakuna njia, ametuambia katika kitabu cha Yohana 14:6, yeye ndiye njia ya kweli, kwa hivyo atafanyika njia. Anakwambia kwamba ukifika mahali hakuna mlango, atafanyika mlango, maana yeye mwenyewe ni mlango. Anasema akiona uko na kiu, unajisikia uko na kiu, atakupa maji ya uzima, atafanyika maji. Na akiona uko na situation ya kukosa pesa, mwenyewe atafungua account ya kusababisha upate nini? Pesa. Kwa hivyo ile kitu ambayo ninakushauri ya kwamba usilalamike wakati unaona umepatana na kitu kama hii. Usilalamike, waza, lakini endelea kumwomba Bwana, endelea kumtumainia Bwana. Lakini utakapolalamika, utakuwa involved kwa spirit of Dagon. Bwana asifiwe sana. Utakuwa involved kwa spirit of Dagon. Bwana asifiwe sana. Endelea hapo chini sasa. Na hao watu walipomuona, wakamuhimidi Mungu wao. Wakamuinua Mungu wao. Maana walisema Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu ambaye ameharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Wao walimuinua Mungu wao. Wakristo tuko wapi tusimuinue Mungu wetu? Wakristo tuko wapi wakati tunaona challenges zimekuja? Kwa nini tunashinda kulalamika? Na hii shida ya kulalamika Wakristo haiwezi ikatupa nafasi ya Mungu wetu kutusikiza, na hiyo kulalamika sio ndio njia ya kumuomba Mungu ama kumwabudu Mungu. Hiyo njia ya kulalamika, nimesema kwamba wakati tunaanza kulalamika, tuongeze na mawazo, tunaondoka katika njia ya Bwana. Na kutenda dhambi, tutatenda dhambi. Dhambi itatendeka katika mawazo, dhambi itatendeka kwa kulalamika, kwa sababu utaongea upite mipaka. Hapa useme amen. Bwana asifiwe sana. Ukweli ndio huo. Maana wakati ambapo wewe unaongea unapita mipaka, basi hapo ndipo utakosea, na hapo ndipo utaondoka kwa Mungu. Kwa hivyo ndio maana nakushauri ya kwamba lazima utambue ya kwamba hii Dagon ni spirit, inakuletea depression. Inapokuletea depression, utafanya vitu ambavyo haukutaka. Na ndio napaka kutambua ya kwamba wakati unakuwa hivyo, inasababisha maisha yako yanakosa amani. Na wakati unakosa amani, ni kitu gani kitafuata? Ni kifo. Acha nikuonyeshe mtu ambaye mwingine alikufa paka na watoto wake. Fungua kitabu cha 1 Samuel. 1 Samuel yaani Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Samueli wa kwanza sura yake ni ya 4 na mstari wake ni wa 10. Tuanzie 10. Nataka kuonyesha ule mtu ambaye Dagon pia ilifuata, na alikuwa mtu ambaye hana dhambi. Na wewe mahali penye huko hapo, najua hata huna dhambi, hana dhambi, lakini kwa nini Dagon iue paka wale watu ambao hawana dhambi? Kwa hivyo nataka niangalie most wewe ambaye umeokoka, elewa ya kwamba kuna kitu ambayo Mungu ameweka kwako. Kwa hivyo Dagon ikikufuata ina target kile kitu ambayo Mungu aliweka kwako. Kwa hivyo kwa nini ifuate hao watu? Ukijua unaanza kumaintain utakatifu wa Mungu ndani mwako, shetani ama Dagon anakuletea that is spirit of Dagon, inakuja katika maisha yako kusababisha maisha yako inakosa amani. Inaanza kukwambia kwamba unajua fulani hakuangi mzuri, anakusengenya sana. Unajua hata jana niliona kana kwamba nilipita mahali akiwa mtu fulani anakusengenya na anakuongelea vibaya, anakuanga rafiki yako. Wewe unaitika unasema ndio, na mwenye amekuletea kukueleza haya maneno, amekuletea haya maneno ni mtu wa karibu, na yeye huyo mtu ambao unakuanga naye ni wa karibu sana. Lakini Dagon because ya spirit imepitia mtu fulani akuletea habari, na wakati anakuletea habari, analeta habari maybe ya kusababisha ukosane na mtu wa karibu, ukosane na rafiki yako,
ukosane na watu ambao wanaweza kukusaidia. Kwa hivyo kile kitabaki ndani mwako, kitabaki kitu ambayo kinaitwa namna gani? Hasira na kujua ya kwamba mtu fulani si mzuri. Hiyo kazi yote ni spirit ya Dagon. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati ambapo inasema wewe haukuange mzuri na umeokoka, umefanya hivi na hivi, that is, hiyo yote kazi yote hiyo ni ya Dagon. Kwa hivyo Wakristo lazima mjue kujilinda, because nimesema ni wengi, Dagon ni wengi. Na wanatumia means na njia zote za kukuja kumaliza watu waliosimama, watu wanayesimama na Mungu, watu ambaye wananena na Mungu. Dagon hataki. Tuangalie hii mstari wa 10. Samueli 4 mstari wa 10. Wafilisti wakapigana nao. Bible inasema Wafilisti wakapigana nao, Israeli wakapikwa. Angalia sasa, Wafilisti walipikana na wao, na waliopikwa ni Waisraeli. Oh my God, waliopikwa ni Waisraeli. Tunapatana vizuri? Waliopikwa ni nani? Ni Waisraeli, wale Mungu anapenda, wale Mungu amewekea mafuta, wale Mungu amesema ninajifunia hawa watu, kabila hii ninajifunia hawa. Maandiko yanasema kwamba maadui walipoinuka hawakupata ushindi mbele za Bwana. Angalia muda wote ulipookoka mpendwa, upinzani wako umejaribu kushinda upinzani, upande unaona upande wa upinzani wako una nguvu kukuliko, mpaka unajenga agenda ndani yako. Nimekosea wapi Mungu? Inamaanisha kwamba nimekosea Mungu, mpaka umeenda kuuliza mchungaji swali, pastor, mimi sipati hii na huwa sioni hii na huwa sifanyi hivi. Inawezekana nimekosea Mungu mahali. Mchungaji ukimfikia naye anakuambia haujakosea Mungu, lakini anakutia moyo, anakuambia endelea tu kuomba, endelea tu kuomba, najua kwamba Mungu atakusaidia, endelea tu kuomba. Lakini ukweli ambao nataka nikwambie ni huu sasa, huko hapa. Hii spirit ya Dagon ina uwezo wa kusababisha maisha yako isiende mahali. Na ndio maana Biblia inasema kwamba walipikana na Waisraeli, lakini Waisraeli hawakushinda, walishindwa. Ndio maana ukiangalia katika nafasi yako ya Ukristo, ni wakati mgani ambao opposition yako unajaribu kuishinda lakini haushindi. Unaona upinzani siku zote ina nguvu. Ukiomba mbele za Mungu ndio upate nafasi ya kuona kana kwamba Mungu atakusaidia. Wakati unaomba, hiyo ndio siku unaota ndoto mbaya. Umeota ndoto ya kulala na bibi mkubwa ama mwanaume mkubwa kama kijitu. Hiyo siku ambayo unaomba Mungu akusaidie, hapo ndio unaona kana kwamba umbwa zimekufamia mpaka zinakufukuza. Wakati unaomba Mungu leo umejitakasa, hujatenda dhambi, ukienda katika ndoto zako, hapo ndio nyoka zinakutokezea kana kwamba zinakusingira, alafu zinakuja kukuuma. Jina la Bwana lipewe sifa. Na unakosa hata fimbo ya kuipika. Yaani inamaanisha kwamba still upinzani wa upande wako ina nguvu kukuliko wewe. Wakati unajaribu kwenda kazi, wakati unajaribu kuinua biashara, wakati unajaribu kuongea maneno yako ya kusaidie, hayakusaidie wewe mwenyewe, lakini inasaidia mtu mwingine. Kwa hivyo elewa ya kwamba opposition upande wako still inasababisha hauwezi ukaenda mahali, inaitwa upinzani. Upinzani wa upande wako haiwezi ikakuacha wewe ukaenda mahali. Na kwa hivyo kama kuna mahali ama ufalme ambayo unasimama ukose kuwa ukiwa na upinzani, elewa ya kwamba hautafanya vile ambavyo inastahili na haitaenda mahali ambapo inataka. Kwa hivyo lazima mpikane mpaka wakati umalize nguvu ya upinzani, utainuka. Na nitakuja nikimalizia, nitakueleza jinsi ambavyo utajua kumaliza nguvu za upinzani. Lakini usipojua kumaliza nguvu za upinzani, hakuna mahali unakokwenda. Listen, go ahead in the message. Endelea. Wakawaua watu wengi. Bible inasema waliwapika Waisraeli na wakawaua watu wengi. Sana, my God. Yaani ilisemekana, ukisikia jina inaitwa imeongezwa sana, inamaanisha kwamba hawa watu walikufa zaidi. Watu wamekufa hata zaidi ya corona. Sijui kama utasema amen. Go ahead in the message. Maana katika Israeli walianguka watu 30. Yaani Israeli walianguka watu 30,000.
30,000 watu wamewawa, wenye kwenda vitani wale ambayo walikuwa ni wajuuzi wa vita kwa miguu, walikuwa wajuuzi kwa vita, wana ujuzi wa kupigana vita, na tena walikuwa na uwezo wa kutembea kilomita nyingi. Maandiko yanasema ya kwamba hao watu peke yao walikuwa targeted. So lazima utambue ya kwamba hii spirit ya Dagon haifight mtu ambaye hawezi akakuwa na nini, na uwezo fulani. Spirit ya Dagon ina fight mtu ambaye ana uwezo. Kama unajua kupigana, spirit ya Dagon haitakuacha. Kama una mafuta ya kuhubiria watu injili, spirit ya Dagon ikuache. Kama una mafuta ya biashara, unauza paka zile nguo zimeraruka lakini zinanunuliwa zinaenda, Bible inasema ya kwamba lazima Dagon ni upinzani wa kwako. Unauza mboga hata kama iko na wadudu, lakini watu tu ukiweka hapo, watu wanakuja tu wanachukua, hawaoni hizo dudu. Wataenda wapikie huko mbele wakikula. Dagon, spirit ya Dagon haiwezi kukuachilia. Kwa hivyo lazima utambue ya kwamba Dagon ni spirit na ina target wale watu ambao wako na power, wana uwezo, wana mafuta, wana nyota. Ukiwa na nyota, Dagon haiwezi kukuachilia. Ina fight to destroy maisha yako. Biashara hauendi, kazi haupati, ukitembea kwa watu ndio unaona wasichana wazuri na vijana wazuri wa uso, wale watu tunaita watanashati, na wale wasichana warembo hawaolewi. Nao vijana hawaowi, ndio naona wanaenda kukunywa nini? Pombe. Hao ndio wako kwa vilabu. Enda uangalie, piga picha vizuri, utakuja upatane na maneno yangu. Wasichana wazuri weupe utawapata kwa vilabu, utawapata huko. Na wale wazuri utawapata kwa street. Hao ndio wanafanya ile kazi ingine. Na ukiuliza wanafanya, na unapata hata wako uji lakini baridi iko. Na wewe ukiangalia unastahimili hiyo baridi kweli, lakini yeye anasikia ako vizuri. Ni nini inafanyika? Ni roho inamwambia, imeingia ndani yake, hawezi akakuwa na boma. Anaweza akazaa lakini hawezi akakuwa na boma. Kwa hivyo imempeleka hapa paka dakika ya mwisho ende muue. Maybe muue na magonjwa ama muue pora. Dagon ione imekuwa. Asungumza na mtu. Laiti unaweza jiita kama mkutano, na ukajiuliza mahali penye uko, na ukajiuliza katika moyo wako, ni nini ambacho kinaweza kuwa kinanisumbua? Nimetumia lugha mzuri ambayo ninasema ni upinzani. Ukiwa na upinzani wewe, na huwa hushindi upinzani, lazima utambue kwamba kuna kitu ndani mwako, na hiyo kitu ni kizuri, but siri hujaijua, utashindaje upinzani kwako? Maandiko yanasema kwamba Waisraeli wakaanguka 30,000. Wale watu walikuwa na ujuzi wa kupigana na walikuwa na uwezo wa kutembea kilometers wakienda. Hao ndio target ya Dagon kuwamaliza. Go ahead the message. Hilo sanduku la Mungu, na kwa sababu ya lile sanduku la Mungu likachukuliwa na Wafilisti. My God. Walikuwa wameweza kuprotect sanduku la Bwana la utakatifu, maana Mungu alikuwa ameweka utakatifu wake kwenye sanduku. Nikisema sanduku, ilikuwa inachukuliwa mbao, miti inakatwa, inapasuliwa, sanduku linatengenezwa, Mungu anaweka agano lake ndani ya hiyo sanduku, utakatifu anaweka, na anasema sasa hiyo sanduku itakaa kwa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo nao Wafilisti wakatambua ya kwamba sanduku hili likikaa kwenye Waisraeli, ina maana ya kwamba Waisraeli siku zote watakuja kushinda. Kwa hivyo hao Wafilisti walikuja kuwapokonya sanduku la Mungu, ambaye Mungu anasema litakaa kwa nyumba ya Israeli. Hao ndio watamiliki. Ndio maana siku zote wataweza kushinda vita. Lakini hao Waisraeli walikaa na sanduku la Bwana, hawakuwa wanatoa sadaka, hawakuwa wanajua kujitakasa vizuri, hawasimami nalo kujua kwamba Mungu ametupatia, lazima tulifanyie jinsi ambavyo inastahili. Biblia inasema ya kwamba Wafilisti na Dagoni wao walikuwa wanajua kumwendea na kumtolea sadaka. Aliwapea nguvu na uwezo wakuja kuwapika na kuwaua, mpaka wakalitoa sanduku la Bwana takatifu, wakalichukua wakaenda nayo. Na wakati huo tulikuwa na mtu mmoja ambaye anaikuwa mtumishi wa Bwana, alikuwa anaitwa Eli.
Eli alikuwa mzee wa kuprotect sanduku la Bwana siku zote. Anajaribu sanduku la Bwana lisiende. Kwa hivyo utakatifu wa Mungu ama agano ya Mungu ilikuwa inapikaniwa. Jinsi sahi ambavyo Mungu akiweka kitu kizuri ndani mwako, lazima kipikaniwe na nini? Na upinzani wako. Kwa hivyo kitu kizuri kinatafutwa. Kitu kizuri usifikiria kwamba upinzani itakuacha, haitakuacha. Itatumia means ya kumake sure wewe umepokonywa kile ambacho umepewa. Kwa hivyo tuangalie jinsi gani ambavyo watu hawa walikuja kunyang'anya Israeli sanduku. Walikuja kwa vita. Ni vita. Na hii kwa tu ni vita vya viboko. Maandiko yanasema ya mauaji. Walipikana mpaka Waisraeli walikufa 30,000 walikufa. Watu wamekufa wangapi kwenu mkijaribu kuinuka? Watu wamekufa wangapi kwenu mkijaribu kuona kana kwamba Mungu atatusaidia aje tupate kuinuka kwa familia? Watu wamekufa wangapi? Ukijaribu kuinuka katika familia, opposition ama upinzani wa kwenu, mchawi anainuka, anaua mtu, anarudisha mtu chini, anasababisha maisha ya mtu haiwezi endelea. Nyinyi wote kwa boma mnaokopa. Mkisha okopa mtarana we, mtakimbia muende. Na mnapoenda yeye amepata nguvu. Na akipata nguvu, unapata kutambua kwamba aliua babu, ataua mtoto wake. Aliua mtoto, ataua mchukuu. Bwana asifiwe. Yaani najaribu kukurudisha katika maisha ya saa hii unayoyaishi na yapo ya nyuma na mahali unaenda. Kuna mambo usipokaa vizuri kwa Mungu, upinzani wako hautauweza. Upinzani una power. Hapa upinzani umeua Waisraeli. Na maandiko yanasema istoshe kile Mungu aliwapatia wa maintain. Na kwa sababu hawakuelewa kuitolea hata paka sacrifice ipate kuwa na nguvu, ikuwe responsible kwao. Bible nasema ya kwamba wakalitoa sanduku na wakalipepa. Ile sanduku ambaye alingepepa na mtu mwenye dhambi ama ako na damu. Watu wa damu wakapepa sanduku la Bwana takatifu. Watu wenye dhambi wakachukua sanduku la Bwana wakaenda nalo. Oh my God, nasikia uchungu. Biblia inasema namna gani? Go ahead. Na Hofni na Finehasi wale wana wawili wa Eli pia wakawawa. My God. Hofni na Finehasi, watoto wawili wa Eli, ambaye Eli amewekea tumaini, akasema kwa sababu mimi ndio niko responsible kwa sanduku la Bwana, niko hapa. Watoto wangu wakiwa pale, ninajua kwamba sanduku la Bwana liko safe pamoja na majeshi wenye wako. Lakini sasa wote wamewawa na sanduku limeenda. Kwa sababu hiyo sanduku lilikuwa linafuatwa na nyumba ya makuhani ama watoto waliotoka katika nyumba ya makuhani. Kwa hivyo Hofni na Finehasi walitoka katika nyumba ya makuhani. Sasa hao ndio wangekuwa karibu sana na hiyo sanduku. Na Biblia inasema kwamba wakawawa. Sanduku la Bwana limeenda. Utakatifu wa Bwana umeenda. Kwa hivyo niliposema kwamba wakati unalalamika mbele za Bwana, ukiona kuna issue imeingia na umeanza kulalamika, jitayarishe, uko katika kwenye vita. Jitayarishe mawazo yako. Usipowasa vizuri kwa kulalamika kwako, kitu ya kwanza utaondoka katika uwepo. Kitu ya pili utawachana na wokovu. Kitu ya tatu utawachana na hiyo mafuta, na kitu ya nne utafuata jinsi ambavyo wewe mwenyewe unataka. Na wakati utaamua kufuata vile unavyotaka wewe, hapo ndio mauti inakupata. Ndio nasikia accident kwa njia, mtu amegongwa. Ulikuwa unawasa nini? Sijui. Tago nimekushika, that is the spirit. Inakushika na kusimamisha kwa njia, pikipiki, gari, nini, vitu kama hivyo. Mpendo unayenisikiza, najaribu kusema hivyo kwa mifano. Ni mifano na kupatia. Lakini wewe mwenyewe jiite kama mkutano, ujifikirie hii spirit ya Dagon vile ambavyo ilivyo. Bwana asifiwe sana. Wana wa Eli, Finehasi na Hofni wawili wakawawa. 12 inasemaje? Basi mtu mmoja wa nyumba ya Benjamini akapiga mbio, akakimbia akatoka ndani ya mle jeshini, akaenda akafika Shilo siku hiyo hiyo, lakini nguo zake zimeraruliwa na mavumbi yamejaa kwenye kichwa chake.
Alipofika tazama, Eli alikuwa ameketi Eli alikuwa ameketi kitini pake kwenye kiti chake kando ya njia akingojea ripoti nzuri, maana moyo wake ulitetemeka, maana roho yake ilikuwa inatetemeka kwa ajili ya sanduku, kwa sababu la sanduku takatifu la Mungu. Na yule mtu alipoingia kwenye mji, akatoa habari, akakuja akaleta habari, mji wote ukalia. Nao mji wote ulilia, watu walilia kwa sababu ya sanduku la Bwana limeenda. Maandiko yanasema kwamba alipoingia kwenye mji na akasema tumepikwa na isitoshe tumewawa. Wacha hivyo, watoto wa Eli wale walikuwa wamebeba sanduku wote wamekufa. Kwa hivyo sanduku hakuna. Bwana asifiwe. The spirit of Taga inapikananga na watu ambaye wana umaarufu. Saa hii Mungu akiinua familia, mtu mmoja kwa familia yenu, na mmemwekea tumaini ainue hiyo familia, huyo mtu akitaketiwa agongwe, familia yote imeisha. Kwa hivyo itapaki na nduru na vilio vya ajabu sana. Na hii ndio kazi ambayo Takoni anaifanya hata leo. Unapata kutambua kwamba familia nyingi zinawachwa sikiwa hakuna kitu, hakuna mtu. Hata ukiangalia katika jamii ama ukiangalia katika uongozi wa nchi, kila uongozi inakuanga na mtu mmoja. Mungu anainua mtu mmoja. Jamii zote zinafuata, Mungu anainua mtu mmoja. Huyo mtu mmoja akigongwa, tegemeo la hao watu watalia sana, na hiyo tegemeo imeisha, hakuna. Na itategemea itachukua muda gani ama miaka mingapi kutokea mtu kama yule. Kwa hivyo Dagon akitambua kwamba kuna kitu unachotaka kukifanya katika maisha yako, usipoelewa vizuri ni jinsi gani nitadeliver hii spirit kabla inideliver, utapata kutambua kwamba itakuja kufrustrate maisha yako, na wakati nakuja kuchanganyisha maisha yako, itakuchanganyisha maisha yako uingie kwa nafasi ambayo haukutarajia, na mwisho wake itameki sure imekuua. Na ndio naona katika familia watu ambao wanainuka hawaendi muda mrefu. Mtu anakuwa tajiri kuanzia miaka 35 kwenda kufika 40 hata afikishi, hayuko. Mwingine anaanzia 40 kwenda juu, akifikisha 45 hayuko. Mwingine anaanzia 45 kwenda 50 hayuko. Unafikiria ni vitu gani vinamaliza hawa watu? Kwa familia ni nini ambaye inaua hawa watu? Hii ni spirit ya Dagon. Upinzani wa kwenu haiwawaji. Na hii upinzani imeingia, imehusika na wale wachawi wa kwenu. Yaani spirit of Dagon imehusika na wachawi wa kwenu. Iko karibu sana na hiyo madhabahu ya kiuchawi. Sasa hii madhabahu ya kiuchawi ina uwezo wa kudestroy maisha yako because iko na power from the spirit of Dagon. Hiyo ndio kitu ulikuwa hujajua kuanzia leo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. But because hao ndio wako na hiyo miungu, na hao ndio wanaleta hiyo miungu, ama wana uwezo wa kusukuma hiyo roho chafu ikuje ifrustrate maisha ya watu na isababisha maisha ya watu ifanye magani, ikose amani na ikose baraka. Okay, go ahead. Naye Eli aliposikia kelele za kile kilio akasemaje? Maana ya ile kelele nasikia ni nini? Kelele za kishindo. Na kelele ya kishindo. Yule mtu akafanya haraka. Naye ule mtu akafanya haraka. Akaenda akamwambia Eli. Basi Eli umri wake umepata. Naye Eli alikuwa na umri wake miaka 98. Na macho yake yamepofuka. Na tena macho yake yalikuwa yamepofuka, hata asiweze kuona. Yaani hawezi akaona, alikuwa mzee. Lakini still yeye alikuwa anasema sanduku la Bwana lazima likuwe upande wa kwetu. Yaani sanduku la Bwana ni utakatifu. Utakatifu, mpendwa, narudia tena, utakatifu. Mungu amefanya agano, ameweka agano mahali ambapo unajua kwamba hii agano mtaiwekea ulinzi. Wacha niongee Kiswahili. Inasema namna gani? Mtaiwekea nini? Ulinzi. Yaani mtachunga. Sasa mtaweza kuilinda sawa sawa. Kwa hivyo Mungu akiweka agano na wewe, sasa mwenye analinda hiyo agano si Mungu, ni wewe. Naongea na mtu ambaye ako spiritual
people. Mungu akiweka agano na mtu, ile kitu ambacho Mungu ameweka agano nacho lazima kipatikane na mtu ambaye anaweza akailinda, akaiwekea ulinzi. Sasa usitarajie Mungu akuja alinde na amekwambia. Kwa hivyo sanduku ilikuwa si Mungu alikuwa alinde. Mungu alikuwa na uwezo wa kulinda na ako nao. Lakini alikuwa ameikabidhi katika nyumba ya Israeli. Na akasema imekuja kwenu, muilinde na muitoleage sadaka. Muifanyieke ibada. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo alifanya hivyo, because wakati huo kulikuwa na wakati ambapo watu walikuwa hawajaweza kuamini Mungu katika roho vile ambavyo tulivyo. Kwa hivyo Mungu aliwapea hii agano, wakaiweka katika sanduku ili waamini nguvu za Mungu zile zinafanya kazi. Kwa hivyo haikuwa kama saa hii wakati ambapo tumempokea Yesu Kristo katika mioyo yetu. Kwa hivyo Mungu alikuwa anahifadhi utakatifu na agano lake ndani ya nini? Ya sanduku. Na akasema muilinde kwa kuitolea sadaka. Na mtapata ushindi. Mtakapokuwa mnafanya hivi, mtapata ushindi. Mtakapokuwa mnasimama nayo, mtapata ushindi. In the mighty name of Jesus Christ. Kwa hivyo nao walijaribu kuweka ushindi. Ulinzi. Walijaribu kuweka ulinzi, wakajaribu kufanya hivi. Ninajua ya kwamba kile walisahau kuweka ibada na kutoa sadaka. Ndio maana unaona walishindwa hata kuliwekea ulinzi, mpaka wakapigwa na wakawawa na wakapokonywa ikaenda. Nitakuja nikimalizia nitakueleza, nitakuja kwa physical life yako sasa. Ndio upata kutambua, tutafananisha hii na physical life yako, ndio upata kutambua ya kwamba kwa nini upinzani inashinda na kwa nini wewe ushindi, na unaomba Mungu wa kweli. So hawa Waisraeli na Wafilisti, nani alikuwa anaomba Mungu wa kweli? Ni Waisraeli. Jibu ni Waisraeli. Yes, ni Waisraeli. Lakini kwa nini Waisraeli wanashindwa? Hawajui utaratibu. Hawajui utaratibu, ama hawaufuati utaratibu waliowekewa kwa ajili ya Mungu wao. Na wakati ambapo hatufuati utaratibu ambao tumewekewa pamoja na Mungu wetu kwa kufanya ibada, leelewa ya kwamba upinzani wa kwetu tutashindwa. Kwa hivyo Dagon alikuwa ni kiungu kimetengenezwa, lakini kilikuwa responsible kwa watu wake na watu wake walikuwa responsible kwake. Okay, go ahead. Yule mtu akamwambia Eli, mimi ndimi niliyetoka ndani ya jeshi, nami leo hivi nimekimbia toka jeshi. My God, nimekimbia nitoke ndani ya jeshi. Naye akasema, yalikwendaje mwanangu? Yalikwenda namna gani mtoto wangu? Yeye aliyeleta habari akajibu na kusema, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti. My God, Israeli wamekimbia mbele ya Wafilisti. Na si hivyo ndivyo Mungu alitaka, na si hivyo ndivyo ambavyo Eli alitaka, si hivyo. Bwana asifiwe. Haya mazo karababosaya. Si hivyo ndio Eli alitaka, hapana. Na si hivyo ndio Mungu alitaka, hapana. Lakini Bible inasema kwamba wamekimbia. Kwa hivyo Eli akafanyaje? Go ahead. Tena watu wengi sana wameuawa. Akasema tena watu wengi sana wameuawa. Hata na watoto wako wawili. Hofni na Finehasi wamekufa pia. Wamekwisha kufa pia. Na sanduku la Mungu akakuja kwa pointi. Na sanduku la Mungu limechukuliwa. Eli alifanyaje? Go ahead. Ikawa alipotaja, afadhali angetaja watoto lakini sio sanduku. Lakini wakati alitaja agano la Mungu, just imagine, agano la Mungu takatifu, alipolitaja kumwambia Eli limetwaliwa. Sikia statement.
Eli akaanguka kitini. Bible inasema Eli akaanguka kwenye kiti chake kwa nyuma kando ya mlango yake. Shingo yake ikavunjika. Shingo lake likavunjika. Akakufa. Maana alikufa hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Hakukufa ati kwa sababu alikuwa ni mzee mzito hapo chini vile inaeleza. Ati kwa sababu alikuwa mnono. Hapana. Alikufa kwa sababu ya sanduku la Bwana linachukuliwa kwa Israeli. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sanduku la Bwana likisha chukuliwa, utakatifu ama agano Mungu amekupatia ikisha chukuliwa, usiweze kuelewa ya kwamba utapata ushindi. Bible inasema ya kwamba lazima utateseka, na lazima utaanguka, na lazima utakosa amani, na lazima utakufa. Kwa hivyo tunaona madhara ya Dagon. Already Wafilisti wamepata nguvu ya kuwaua Waisraeli. Na pia tumepata kutambua ya kwamba hii spirit ya Dagon ilipoua watu, ilipoua jeshi la Waisraeli, haikukomea hapo. Ilifuata paka mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Eli, aliyekuwa responsible kwa hiyo sanduku la Bwana. Na ilipofuata ilianza na watoto wake kule ndani ya jeshi, maana hao ndio walikuwa wanafuata ile sanduku la Bwana pale. Hao ndio walikuwa wameshikilia sanduku la Bwana, wakawawa. Walipowawa, waliua nyumba yote, sasa inaisha. Walipowawa kwenye jeshi, maandiko yanasema kwamba Dagon spirit ikakimbia immediately mpaka kwa baba yake. Baba yake pia hakusazwa. Maandiko yanasema kwamba aliposikia sanduku la Bwana limetwaliwa, alirudi nyuma akaanguka. Alianguka na nyuma because alikuwa amekaa kwa kiti. Alianguka na nyuma. Kuanguka na nyuma, shingo ikavunjika, akakufa hapo hapo. Kwa hivyo suluhu tunaipata wapi? Suluhu ya hii sanduku la Bwana kurejea tunaipata wapi? Naongea na mtu hapa. Somebody say amen. Sanduku la Bwana tunaipata haje? Because mwenye alikuwa responsible amekufa, na wale walikuwa walirejeshe wamekufa. Bwana asifiwe. Tuko pamoja? Wacha nikuonyeshe in the book of Samuel. Hapo tu. Samueli wa kwanza. Sura ya 5 mstari wa kwanza. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu. Wakaenda nalo kutoka Eben-Ezeri hata Ashtoti. Mpaka Ashtoti. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu. Wakalitia katika nyumba ya Dagon. Wakalitia kwenye nyumba ya Dagon. Wakaliweka karibu na Dagon. Na wakaikaribisha karibu na Dagon. Na watu wa Ashtoti walipoamka asubuhi siku ya pili, kumbe Dagoni ameanguka kifutifuti mbele ya sanduku la Bwana. Karababosaya vataribasia. Sasa sanduku la Mungu lenyewe lilikuwa na power, very much anointed power. Maandiko yanasema kwamba Mungu akaanza kuangalia agano lake limeenda wapi. Akaanza kuchipikania kwa agano lake. Because walifikiria kwamba tukiweka hii sanduku, because iko na power na iko na agano, tukiweka karibu na Mungu wetu, vitaweza kuelewana na ipeane nini nguvu zingine kwa Mungu wetu. Bible inasema kwamba walipoamka wakakuja asubuhi, wakapata sanduku la Dagoni mwenyewe ameanguka kifutifuti. Na alipoanguka unafikiria waliwacha? Basi walijaribu na kusimamisha, wakijiuliza kwa nini ameanguka. Pikana na upinzani wako. Uone umeanza kurekea, usirekee. Maana si kwamba umewapika umewashinda ama umeshinda, kwa hivyo wakati umeshinda una relax, unapoa. Kwa hivyo nafikiria kwamba wakati ninapoa mambo yangu itaenda vizuri. Haiendi vizuri. Na hivyo ndio Wakristo wanafanya. Unaomba leo,
Alafu wakati unaomba leo kesho, na ukiona maisha imeenda vizuri, siku imeenda vizuri, wiki moja imeenda vizuri, unarudi unasema sasa itakuanga inaenda hivyo siku zote. Wacha nikwambie hivi. Walipopata sanduku la Bwana lililokaribia na Dagoni ameng'oeka, ameanguka chini, Biblia inasema namna gani? Biblia inajibu. Go ahead. Wakaitwa Dagoni. Wakaitwa Dagoni. Wakatoa Dagoni, wakamsimamisha mahali pake tena. Yaani waliinua Dagoni, wakamrudisha mahali alikong'oka, wakamrudisha, wakamsimamisha tena aendelee kusimama. Yaani upinzani bado uko na stronghold yake, ambapo inasema ya kwamba hautaenda mahali. Ora maso ya baboza vata. Inasema hautaenda mahali. Bwana asifiwe sana. Wakarudisha, wakasimamisha mahali pake, ikakuwaje? Hata walipoamka kesho yake asubuhi. Tena walipoamka kesho yake tena asubuhi, kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka. Dagoni alikuwa ameanguka chini kifutifuti mbele ya sanduku. Yaani kuanguka kifutifuti mbele ya sanduku. Hata Dagoni amekwisha shuhudu Mungu wa kweli. Amemsujudia Mungu wa kweli. Ameanguka kifutifuti na amelala hivi. Rababosaya kataribabosaida. Maana Mungu wa kweli sasa anaonekana kwa matendo na nguvu zake. Anaonekana kwa sababu yeye ni Mungu, halinganishwi na miungu, halinganishwi na watu wanayeabudu miungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Anaitwa Mungu. Hiyo masanduku waliyoyaona walifikiria ni mbao wanazosiona, walifikiria ni miti, lakini kuna mamlaka Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Kwa hivyo haikuwa miti kawaida vile watu wanafikiria. Ilikuwa na mamlaka ya Mungu, ilikuwa na utakatifu wa Mungu, ilikuwa na power ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu akaonyesha ya kwamba huyu Mungu ambaye mnamuita ni Mungu, huyu ni miungu na mimi ni saidi yake. Kwa hivyo ikang'oka, ikaanguka kifutifuti mbele ya sanduku la Bwana, tena mbele yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Twende. Na kichwa chake Dagoni na vitanga vya mkono wake vyote viwili vimekatika. Sasa hapo ndio nguvu za Dagoni zilianza. Mungu wakati sanduku lilipelekwa kwa hiyo nyumba, Dagoni akaanza kung'oeka na kuanguka. Hapo ndio nguvu za Dagoni zilianza kuisha. Na hapo ndio Wafilisti walianza kuishwa na nguvu. Naongea na mtu aya mazaka toriba saida. Hapo ndio nguvu za Wafilisti zilianza kutitimia. Ikawa sasa wakijaribu kwenda kwenye vita lazima watashindwa, kwa sababu already Dagoni Mungu wao ameshindwa nguvu na sanduku la Mungu, ameshindwa nguvu na agano la Jehova. Kwa hivyo hawatakuwa na power ama hawatakuwa na uwezo wa kupigana tena na Waisraeli. Oh my God, go ahead. Viko vimelala kisingitini. Viko vimelala kwenye kisingiti. Dagoni ikasalia kiwiliwili. Naye Dagoni ikasalia kiwiliwili tu. Kwa hiyo makuhani wa Dagoni na mtu awaye yoyote aingiaye nyumbani mwa Dagoni, anayeingia kwenye nyumba ya Dagoni hawakanyagi kisingiti. Hawakuwa wanakanyaka kile kisingiti cha nyumba ya Dagoni, ya nyumba ya Dagoni huko Ashtoti hata leo. Bwana asifiwe. Hapo ndio sasa nguvu za Wafilisti zilianza kupungua, because sanduku la Bwana lilipoenda wakalichukua takatifu lenye agano la Mungu, wakaenda wakaliweka kwenye nyumba ya Dagoni. Naye Mungu akasema, si huyu ndio anawapeanga nguvu? Si huyu ndio mtu anawapeanga uwezo na mamlaka? Kwa hivyo acha mimi ni dili na hii. Kwa hivyo Mungu akadili na madhabahu yao. Mungu akadili na Mungu wao. Biblia inasema kwamba wakaanza kutitimia na kuishiwa nguvu za kupigana na Waisraeli. Jina la Bwana lipewe sifa. Naongea na mtu leo.
Na ndio maana kutoka wakati ule na wakati huo, kile kilikuwa tofauti. Wakati ule ni Mungu alikuwa anaweka mamlaka ndani ya sanduku ama ndani ya mpao. Sasa hiyo ni tofauti na leo jinsi ambavyo tunaishi. Sasa hii Mungu hawezi weka sanduku lake ama hawezi weka agano lake kwa mbao, hawezi weka kwa miti. Kwa hivyo Mungu anaweka wapi? Tuangalie the book of 1 Corinthians. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, sura ni ya 6 na mstari wake wa 9. Tunataka tuangalie sasa Mungu anaweka wapi nguvu zake. Anaweka wapi? Au hamjui ya kuwa Pole pole tu hata utarudia. Au hamjui ya kwamba Hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Hamjui ya kwamba wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu. Msidanganyike. Washarati hawataurithi ufalme wa Mungu. Na tena msidanganyike, washarati hawataurithi nini? Ufalme wa Mungu. Wala waabudu sanamu. Wala waabudu sanamu. Wala wazinzi. Wala wazinzi. Wala wafiraji. Wala wanaofanya ufiraji. Wala walawiti. Wala walawiti. Wala wevi. Wala watamanio. Ama wale wanaotamani. Wala walevi. Wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Lakini mlioshwa, lakini mlitakazwa. Lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika roho wa Mungu wetu. Tumesoma Roma. 1 Corinthians 6:19. Hiyo tumesoma Roma, ninataka 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Pole sana mtazamaji. Hii ndio point niliyokuwa nahitaji, sio ile ya kwanza. Kwa hivyo ninataka nikuelekeza ya kwamba ile agano ambayo Mungu alikuwa anaweka ndani ya mpao ama ya sanduku ilikuwa inawekwa ili kusudi watu walikuwa wakati huo wanaamini ishara, kana kwamba ikifanyika hivi tuone, tutajua ya kwamba ni Mungu amesema pamoja nasi. Kwa hivyo Mungu alishuka kwao kulingana na vile ambavyo alitaka wamjue. Kwa hivyo saa hii katika agano jipya, Biblia inasema kwamba wakati Yesu alikuja, maandiko yanasema ya kwamba sasa Mungu haweki agano kwenye mpao. Mungu afanya agano akaihifadhi kwenye miti. Mungu anafanya agano anaihifadhi ndani ya mtu. Na anahifadhi ndani ya mtu. Kwa hivyo agano la Mungu likija kwako, wewe ndio utakuwa mlinzi wa hiyo agano la Mungu. Kwa hivyo watakatifu nyinyi ambaye mumeokoka, kwa nini nimetaja mbeleni nikasema kwa nini Wakristo ndio wanahangaika? Na kwa nini Wakristo ndio wanateseka? Na kwa nini spirit ya Dagon inafuata Wakristo? Kwa sababu Wakristo mna kitu ya dhamana. Mungu amefanya na nyinyi agano. Na agano iko ndani yenu. My God, agano iko ndani yenu. Muna mamlaka, muna uwezo, muna upako, muna mafuta yako ndani yenu. Ndio naona upinzani unaamka, upinzani unainuka, upinzani unasimama. Siku zote unajaribu lakini haiwezi kaenda. Ukienda kushoto unapata kutambua kwamba ndio unapikwa sawa sawa. Unapikwa kazini, unapikwa nyumbani, unapikwa kila mahali, kwa sababu agano la Mungu liko ndani mwako. Kwa hivyo kitu gani ambayo Dagon anafanya? Dagon anafanya ile agano iko ndani mwako, uachane nayo. Ndio maana nilisema siku utaanza kuishi kulalamika, na hiyo kulalamika kuunganikane na mawazo, basi utaondokea hiyo utakatifu, utaondokea hiyo agano ambayo Mungu amekupatia. Ndio maana tunapata ufunuo vizuri katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Turudia hapo mstari wa 19 yenyewe inasemaje?
au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Mungu? Mwili wenu ni hekalu la Mungu. Mwili wangu ni hekalu la Mungu. Kwa hivyo wakati Mungu anasema mwili wako ni hekalu, kwa hivyo Mungu ameweka agano ndani ya mwili wako, amehifadhi na mwili. Sasa mwili wako umehifadhi agano la Mungu. Bwana asifiwe sana. Anointing ya Mungu iko ndani ya mwili wako. Agano la Mungu utakatifu uko ndani mwako. Sasa ni wewe umaintain kupitia mwili wako, umaintain agano ambayo Mungu amekupatia, umaintain utakatifu ambayo Mungu amekupatia. Wewe ndio utauwekea ulinzi, na wewe ndio utaweza kusababisha jinsi gani utasimama. Wakati unaabudu Mungu unasema, Baba na kuabudu chini ya miguu yako, Baba na kuabudu. Hiyo agano ambayo Mungu ameweka ndani mwako ndio iko mbele ya Bwana. Sasa wewe unaiwekea ulinzi na kuisupport, naye Mungu anakukaribisha kama mtoto wake, because anajua agano langu liko hapa. Oh my God, naongea na mtu hapo. Maana Biblia inasema kwamba hamjui ya kuwa miili zenu ndio nini? Hekalu la Mungu na la Roho Mtakatifu. Yaani hekalu la Mungu, mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, na mmepewa na Mungu. Kwa hivyo uko very much powerful, my people. Leo nataka nikuonyeshe ya kwamba utambue ya kwamba wewe ni mtu wa vita. Sitaki nikufundisha ukue namna hivi, na kufundisha utambue ya kwamba wewe ni mtu wa vita, na kuna upinzani. Una upinzani wewe. Upinzani wako uko hapo. Unataka kujua jinsi gani utaenda chini. Na hapa Mungu anakuambia kwamba wewe mwili wako ni hekalu la Mungu. Kwa hivyo kwa nini unaruhusu mwili wako uingie katika njia nyingine ya kuto kumaintain ile takatifu, ile agano Mungu ameweka na wewe? Shida tunashindiwa wapi? Tunashindwa kwa sababu hatuja-maintain, hatujalinda, hatujaiwekea ulinzi kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Waisraeli, sanduku la Mungu lilienda kwa sababu Mungu alijidhihirisha kwao, wakaona liko powerful, hata watu wangelikaribia wangeanguka. Lakini kwa sababu ya kuto kuiwekea maagizo ambayo walipewa, wajue ni wakati gani tunapaswa kuwa mahali patakatifu tunamuworship Mungu, ni wakati gani wa kutoa sadaka zetu, ni wakati gani ambao tutazidi kusimama na Mungu ili apate kusimama kutuongelesha ama kututia nguvu. Wakati unataka Mungu aendelee kutia nguvu, anajua kwamba still you are communicating, una communicate wewe na Mungu. Ni wakati anaona una worship, ni wakati anaona unatoa sadaka zako. Hiyo ndio maintaining ya kujua ya kwamba kile Mungu amekupatia unaendelea kukilinda, unaendelea kukisingira. Because wakati Mungu anakupatia, sasa usitarajie, kuna ulinzi wa Mungu atakupea, lakini kabla Mungu akupatie ulinzi, lazima utambue ya kwamba kile amekupatia utajua kulinda ama hujui kulinda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Mungu anakuja katika maisha ya watu. Una uwezo wa kusimama. Biblia inasema kwamba baada ya Wafilisti kulitoa ile sanduku la Mungu, likaenda kwenye nyumba ya Dagon, kwenye madhabahu ya Dagon, maandiko yanasema kwamba ile power na hiyo agano ilikuwa katika ile sanduku, maana ni takatifu. Iliangusha Dagoni chini. Na leo ninatikiri katika maisha yako uko na power ndani mwako. Madhabahu yoyote ya shetani, madhabahu ya uganga, madhabahu ya uchawi ambayo utaisimama inapingana na maisha yako, una uwezo ya kusema leo madhabahu ninayavunja in the mighty name of Jesus Christ. Leo uchawi ninavunja, leo maskini na ukataa, kifo katika nchi ya Kenya na ikataa. Ukisimama katika njia hiyo, maandiko yanasema kwa sababu kuna power, kuna uwezo, kuna mamlaka ndani mwako. Maandiko yanasema ya kwamba nguvu za giza zote zitavunjika, zitaanguka, na miungu yote itaanguka kwa kujua Mungu wako, because kuna power ndani yako. Ni nini unataka kutafuta ambapo iko zaidi ya hiyo?
Kama ni utajiri, umewekwa utajiri ndani yako. Wewe ambaye kwa sababu ya mtazamaji, umewekwa utajiri ndani. Kama ni maisha ya kutaka ukae vile unataka, power zote umewekwa ndani yako. Hizo vitu zote siko ndani mwako. Karababo saya vata kariba saida. Biblia inasema ya kwamba mmepewa na Mungu. Tena hapa inaongea vizuri sana. Mmepewa na Mungu ikae ndani mwenu. Sasa ni wewe ujue kuitengeneza, ujue kuilinda, ujue kuiwekea ulinzi. Ulinzi ni protection. Ni wewe unaiwekea hiyo utakatifu ambayo Mungu amekupatia. Hiyo mamlaka Mungu. Lakini ukimisuse, itaonekana kama haikusaidii. Utaenda kwa madhabahu because haina power. Hata ukiangalia yule mtu ambaye hana haja ya kwenda mbele za Mungu, akijua ya kwamba kama mwili wako wewe umeokoka, na wewe mwili wako ni hekalu la Bwana, umebeba kitu kitakatifu, lazima ukuwe mtu wa kuabudu Mungu, lazima ukuwe mtu wa kutolea Mungu wako sadaka, na unatua kutoka ndani. Vitu hizi mbili lazima ziendeshane. Naongea na mtu hapa. Oh my God. Hallelujah. Lazima vitu hivi viendeshane. Kwa nini tunashindwa na upinzani? Kwa sababu tumeshindwa kuwekea ulinzi agano tuliyopewa na Mungu. Ndio maana siku zote dhambi na kutubu. Siku zote dhambi na kutubu. Kwa hivyo ukiwa mwenye dhambi, hauwezi ukawekea ulinzi kile Mungu amekupatia, ambaye ni Roho Mtakatifu ndani mwako. Hauwezi. Ukiwa ambaye unaenda kutenda dhambi, ukuje kesho yake ukacha ukatubu, upinzani utakudestroy siku zote. Ndio naona tunanyang'anywa nini? Utajiri. Tumenyang'anywa utajiri. Tumenyang'anywa nini? Baraka. Tumenyang'anywa paka na watoto. Tumenyang'anywa watoto wote werevu wanaenda huko Amerika. Werevu. Wale wazuri. Sasa nyinyi mnapaki na nini? Madaktari wazuri Kenya hakuna, wameenda. Alafu natarajia mko namna gani? Naongea na wewe. Wahubiri wazuri wanapikwa mpaka wanafuatwa kuuawa. Wale watu wako na anointing. Kwa sababu ya nini? Vitu kama hizo. Ndio maana Bible inasema kwamba tumenyang'anywa. Baana mlipopewa vitu hizi, mkakosa kujua kuvilinda na kuviwekea ulinzi, Shetani akainuka. Hebu malizia hiyo scripture baba. Malizia dadi, malizia. Karabosa ya matova kata. Hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu. Mliopewa na Mungu. Wala nyinyi si mali yenu wenyewe. Wala nyinyi sio mali yenu. Roho Mtakatifu na mamlaka zake sio zenu. Mmepewa tu muiwekee ulinzi, sio yenu. Sio yenu. Mimi nimepewa anointing niifanyie kazi, sio yangu. Nimepewa roho ya kutabiri, nitabiria wa Kenya, nitabiria watu, sio yangu. Kwa hivyo usitarajie nikutabiria mazuri peke yake. Kama umetenda dhambi, nitakutabiria kwa kukuonya na kukukemea. Nasema na mtu, unipende ukose kunipenda. Hiyo ndio kazi. Maana Bible inasema kwamba kile nimepewa ni kujua kumaintain, kuiwekea ulinzi kile nimepewa. Maana sio ya kwangu. Ifanye kazi vile ambavyo inatakikana. Mmepewa vitu na Mungu, mkakosa kuviwekea ulinzi na mkakosa kuvilinda. Kwa hivyo vikakuwa useless. Hata mnaonekana kama mko naye ama hamna. Ni kama hamna, ni kama mko naye hamna. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio maana hiyo vitu kama hizo vinasumbua maisha ya watu. Ndio maana Bible inasema ya kwamba lazima mtambue ya kwamba sio zenyu, lakini mwenye amewapea ni mali yake mwenyewe. Lakini anataka itende kazi kwenu. Kwako na kwa ule na kwa ule na kwa ule na kwa ule na kwa wewe. In the mighty name of Jesus Christ. Upinzani siku zote, maisha ni mabaya. Bwana asifiwe. Hapa ni kupambana. Hakuna siku moja hata unasema
Nimeona mkono wa Bwana ni kupambana na kuvumilia. Hiyo ndio sasa story ya Wakristo. Sio hata usalamia Mkristo usikie vile majibu yake tu itakuwa. Majibu ya Mkristo anapokujibu yote inawashiria njia ya Dagon spirit. Ndugu melalaje hapa? Mimi ni kuvumilia tu. Ndugu, ninaona unafanya kazi vizuri, Mungu akutie nguvu. Ni kupambana. Hiyo language si ya mbinguni. Hiyo lugha mnayoitumia si ya huyu mtu ambaye anaitwa Roho Mtakatifu ambaye anakaa huku kwetu ndani yetu huku ndani. Si lugha yake hiyo. Kwa hivyo hizo lugha mnatoa wapi? Na ni sanani na baba yake ni nani? Baba ya hizo lugha ni nani? Jiite kamkutano kuanzia leo. Unaweza kuwa una worship the spirit of Dagon in the another way for your life. Kwa kuto kujua. Maybe kwa kuto kujua ama unajua, sijui. Lakini mimi najaribu kukuelekeza ndio upata kujua upinzani wako unapata nguvu kutoka wapi. Unapata nguvu kutoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujue kuweka chini upinzani, maana tuna uwezo, kuna nguvu, tuna power ya kusema magonjwa hamtasimama, madhabahu hamtasimama. Madhabahu inafunjika kama vile Dagoni alipoanguka mara pili mbele ya sanduku la Bwana mpaka akasujudia sanduku la Bwana. Hakuna siku moja Mungu anashindwa. Yeye ni Mungu na abadiliki. Na hakuna mwenye atamtoa katika kiti chake cha enzi. Hakuna atakayemtoa kwenye kiti chake cha enzi. Na hiyo uwezo akatupatia. Tuko nao. Maandiko yanasema kwamba amewapatia sisi, lakini sio mali yetu, ni yake. Sisi tutumie tusipate kushindwa. Lakini siku zote wewe ni maskini. Unafikiria maskini Mungu anaupenda? Mungu anasema maskini hata apendi maskini huko mbinguni. Ndio maana anasema wale maskini mko nao duniani, wale mumebarikiwa na muwasaidie. Lengo na gisa hata Mungu apendi maskini. Lakini wimbo wako, mimi ni maskini, mimi sina kitu. Mimi ni yule mtu ambaye niko hoe hai. Hakuna mtu aliyekuja hii dunia hoe hai, hakuna. Hii ni mambo ambayo watu wanajiwekea hapa na wanakuwa yani wakati unajiwekea mambo ambayo ni system ya spirit of Dagon inakuwa involved kwa maisha yako, inakuwa involved kwa maneno yako, una involved kwa kila kitu, na inakuja tu because yeye inatarajianga tu wakati ambapo mlango imefunguka, ukifungulia mlango inaingia. Jina la Bwana lipewe sifa. Mstari wa 20 nasemaje? Tukienda kumalizia. Maana mlinunuliwa kwa dhamani. Maana mlinunuliwa, kama unajua umenunuliwa kwa dhamani ya bei kuu. Mpendwa, hautacheza na utakatifu wa Bwana. Kama unajua umenunuliwa kwa dhamana, hautacheza na agano la Bwana. Hautaumia ndani mwako wakati unaona mambo haiendi sawa. Wakati dhamira zako zinafikiria dhambi, utaumia ndani yako. Na kile kinafanya umie ni kile kitu umepewa, umepepa. Lakini ukisikia mtu kitu kinafanyika hasikii kitu. Anaenda kufanya dhambi hasikii kitu. Anaenda kufanya madhambi zake hasikii kitu. Unaenda kwa usharati hausikii kitu. Elewa ya kwamba kile kitu ulipewa ukakosa kumaintain kilitoka. Hauna. Na kukuja ni ngumu. Na ukitaka kujua ni ngumu, soma kitabu cha Hebrews chapter 6 verse 7. Na kujibu na maandiko, sikujibu kwa akili zangu, na kujibu na maandiko. Usome Hebrews chapter 6 verse 7. Majibu yako iko hapo. Tulinunuliwa kwa dhamana. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili zenu. Miili zetu simtukuse Mungu. Tunapokuja mbele za Mungu tumuinue Bwana. Tuchukua wakati wote wa kusimama na Mungu, ili nguvu za giza ama nguvu za wapinzani wetu ambao ni mashetani, wachawi na waganga. Wacha nikuremind kitu kimoja. Hakuna siku moja mchawi anakuwa registered kwa government yoyote. Never.
lakini mchawi anaua watu 24/7. Saa hii wakati milango ya majengo ya kanisa imefungwa, milango ya waganga haijafungwa. I'm talking to you somebody. Haijafungwa, inafanya kazi mpaka sasa. Nao ndio wapinzani wanafanya kazi kinyume chako. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanipata. Wewe ukisema majengo yamefungwa, sasa waacha ukaenda ukalale, waacha utasikia tu vizuri, waacha hata hutatoa sadaka, hata hutaworship Mungu wako, umepata nafasi. Sasa unaona kama umepata nafasi. Wale upinzani wako hawalali mpendwa. Hawalali ndugu yangu. Hawalali dada yangu, hawalali baba yangu, mama yangu, hawalali. Lengo yao waone umekufa. Wanaleta tu kaishu pora ukufe. Na ndio maana nimekuonyesha hapa wale watu ambao wamewawa. Dagon imeua Samson, mtu aliyetiwa mafuta. Hakumaliza mission ya Mungu. Hakumaliza. Na ndio paka waleo paka Tayata wanasumbua. Wakakaribia Eli na nyumba yake hakuna. Na mnakumbuka hiyo Sunday niliwaambia, ilipo twanga nani? Mfalme Sauli ikapika na ule jeshi aliyekuwa nyuma yake. Na ikafuata na nyumba yake, ilimaliza. Watu wakaama mji yote wakaenda. Kwa hivyo spirit ya Dagon ni kuihandle. Elewa hizi power ambazo Mungu ameweka ndani mwako. Ninajaribu kukufundisha kwamba una uwezo wa kuhandle the spirit of Dagon. Hapa ulipo, mahali unatembea, mahali unaenda, una power. Linda kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Linda kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Linda Roho Mtakatifu, linda sheria za Mungu, linda mamlaka ya Mungu. Yalinde, utembee kwa hiyo mamlaka. Mpendwa, utaona ushindi katika maisha yako. Utatembea mahali kuna wachawi, wataanguka wenyewe. Uchawi utachomeka wenyewe. Madhabahu ya uganga itavunjika katikati na itawaka moto, kwa sababu ya utakatifu wa Bwana uliyoulinda. Hautarokwa na wachawi ambao wako fake hapa duniani. Kwa sababu ya ukitambua kile kiko ndani yako, you are rich people. Ukitambua kile kiko ndani yako, you are not scared people. You are not scared. Iwapo utatambua haya mambo ambayo ninakufundisha hapa leo, sio ya kwangu mimi, nimetumwa nikufundishe. Maybe ulikuwa ujui, sasa ukajue. Utambue kwamba kumbe vitu zote uko navyo. Uko na vitu ndani yako, una uwezo ndani yako. Wakusema kuanzia leo nataka maisha yangu ibadilike. Maisha itabadilika. Na maisha Mungu atakutendea mambo mazuri in the mighty name of Jesus Christ. Mungu akubariki sana. Namalizia hapo. Nafasi ya spirit of Dagon. Nimemalizia hapo. Mungu akubariki sana na Mungu akuongoze. Uko na power ya kumaliza the spirit of Dagon inside you. Unaye. Na inafanya kazi. Unaye. Kwa hivyo tumia jina la Yesu. Through the spirit of God inside you. You are born again. Now if you are not born again, I want to invite you. Invite Jesus for your heart today. Change your life. Maisha yako yatabadilika. Na utakuwa na mtu mwingine ambaye atakusaidia. Wale wameokoka wanajua haya maneno ninayoyaongea. Ukisha okoka, kuna mtu mwingine ndani yako, utamjua na atakusaidia. My God, somebody, are you here? Kwa hivyo wakati ambapo unasikia hivyo, naamini ya kwamba Mungu atakujalia neema na Mungu atakubariki. Hii ni siku ya 14 nimekuwa hapa katika maombi ya kufunga na kuomba. Nimeenda siku hiyo yote, mchana na usiku. Na Bwana amenipa ujumbe. Na hii ujumbe ninakuja kuutoa baada ya hii message. Ninakuja kuutoa, nasema kwamba utapumzika kwa muda mfupi, na ninakuja kuwa oni tena kwa kuleta ujumbe that is a prophetic, na naamini ya kwamba itakusaidia na utaenda kuona neema ya Bwana katika jina la Yesu. Kwa nini? Si kutaka niishikanishe, maana watu wengi hawana pando ya kuona ujumbe na waone prophetic. Kwa hivyo ninataka ni useparate. Kama ni ujumbe ikuje ikiwa tofauti, ikuje prophetic ikuje ikiwa tofauti, ujumbe pia ikuje ikiwa tofauti. Ndio nikurahisishia wewe ambaye unatazama pale, ili upate kujua jinsi gani utaweza kuiangalia ama kushare na mwenzako
na kile ambacho ninataka siku ya leo iko na anointing kubwa sana. Shikanisha pamoja na mimi. Wakati nataka niende nikuombee. Nimesema naombea wagonjwa, naombea financial breakthrough, naombea kazi. Naamini ya kwamba Mungu anaenda kusaidia. Hatuendi vile ulimwengu unaenda, tunaenda vile Mungu anataka. Because nimesema ndani yako kuna power. Usiseme unalala njaa. Hautalala njaa. Nikikuombea hii maombi hutalala njaa na hutakosa pesa na hutakosa kazi. Haya maombi nimekwambia, nimeomba hapa usiku na mchana. Hiyo ni siku 10 na ngapi? 24. Kama ni siku moja moja. Lakini kama sasa ni siku moja moja ya 14 peke yake, hiyo ni kumaanisha ya kwamba ni mchana peke yake. Kwa hivyo nimekuwa hapa na nimeomba Mungu amezungumza nami nikusaidie ya kwamba ile matatizo unapitia yatatatukilika na utaenda kuona mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nitumie comment. Tuma comment hapo, utuambie unatuochi kutoka wapi na unataka Mungu akutendee nini katika maisha yako. Unaweza ukanipigia namba ama utumie namba yangu hapo kama utaona kwa Facebook. Unaweza onekana mambo yako yaonekane, tutumia tu comment. Kama ujumbe umekuwa namna gani unatutumia comment, unatuochi kutoka wapi, tutumie hivyo. Na baadaye tumia hiyo namba, nitumie message, nitaomba pamoja na wewe hapo mahali upo. Sio kana kwamba Mungu hawezi akafika, mkono wake unafika kila mahali na sikio lake sio nzito. Hiyo ni Isaya 59. Hayo ndio anasema mkono wake sio mfupi wala usiweze kugusa, wala sikio lake sio zito lisiweze kukusikia. Kwa hivyo naamini ya kwamba hapo ulipo, ninapoenda kuomba pamoja na wewe, Bwana anaenda kutendea mambo mazuri. Haya, kuwa tayari kwanza kutoa sadaka yako iendeshane na maombi ambayo tunaenda kuomba. Kuwa tayari kutoa sadaka yako, anza kutoa sadaka. Ninapoenda naendelea kutoa haya maagizo, toa sadaka zako. Mungu anaenda kutendea mambo mazuri. Tuma sadaka yako wewe mahali penye uko, tuma sadaka yako na Bwana anaenda kutendea mambo mazuri. Ninaombea watu ambaye wako nyuma. Nasema ile upako unaenda kupokea na hata ndoto zako spiritual realm zinaenda kubadilika. Mambo yako ambayo ulikuwa unaona hayaendi, mtu wako wa ndani ni kama amekufa, aende kufufuka kuanzia leo. Uenda kuona neema ya Bwana in the mighty name of Jesus. Tuimbe wimbo moja wa kumtukuza Bwana. Mili zetu zikasimame mbele za Bwana. Sisiwe mili za magonjwa, sisiwe mili za matatizo. Shetani amehifadhi vitu zake katika mili za watu. Amehifadhi, amefanya njia na milango katika maisha ya watu kwenye ndoto. Hiyo yote tunafunga na naamini ya kwamba Mungu anaenda kubariki na Mungu anaenda kuongoza katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo nataka kuomba pamoja nanyi na after there ninaenda kukuja na prophetic na Mungu wa mbinguni anaenda kukubariki na Mungu anaenda kuongoza in the mighty name of Jesus Christ, na utaenda kuona mkono wa Bwana. Basi nataka ufunge macho yako ukiwa hapo kwa nyumba. Funga macho yako, nataka kukuombea. Nataka kuombea mgonjwa, hata kama wewe ni ugonjwa ambaye uponangi, ugonjwa ambaye umekusumbua. Hata kama wewe uko na kansa ama uko na corona na unanitazama, leo Mungu anakuponya in the mighty name of Jesus Christ. There is a power of God to change your life. Right now I'm speaking for you in Jesus name. Naamini uko tayari. Kwa hiyo mta wote ayafunga macho. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninatumia fursa na wakati huu ambayo umenipatia kwa mtazamaji. Mungu wa mbinguni mahali alipo, Baba, ninatangaza jina la Yesu, jina lako takatifu lenye uwezo, mamlaka uliyetupatia ndani yetu, mamlaka uliyetupatia ya kuvunja kila miamba na milima ya mapepo. Baba wa mbinguni, navunja kila milima na mapepo ya kishetani, kila madhabahu ya giza kwa mtazamaji, maana anateseka na kuhangaika katika magonjwa ya mwili. Ninatangaza hayo madhabahu yakavunjike, ninatangaza hayo madhabahu yakaharibike, ninatangaza uchawi na uganga, Baba, ninauvunja in the mighty name of Jesus Christ. Wewe ambaye ni mgonjwa siku zote, kichwa siku zote, kifua siku zote, ni matatizo kwa mwili wako, na wachilia uponyaji in the mighty name of Jesus Christ. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Pokea uponyaji kwa mwili. Mwili natangaza uponyaji, natangaza uponyaji ndani ya huo mwili katika jina la Yesu Kristo.
Baba, ninaombea financial breakthrough. Naombea financial breakthrough. Wewe ambaye unajitoa kwa sadaka zako, unatumana kwa ajili ya mlima huu, na waachilia financial breakthrough, na waachilia uponyaji, na waachilia ukombozi, na waachilia upako. Ukaone baraka kuanzia leo, ukaone uponyaji, ukaone ushindi katika jina la Yesu. Baba, ninasema ni asante, maana wewe ni Jehova. Baba, asante kugusa mtazamaji, gusa kila mmoja anayejitoa. Yule mgonjwa, mponya mwili wake, ponya magonjwa hiyo corona, ponya maisha yao Baba, ponya wenye kansa, wenye ukimwi, HIV. Baba, wachilia uponyaji, malaria, typhoid, ninawachilia uponyaji in the mighty name of Jesus Christ. Pokea uponyaji mchana wa leo. Asante Baba, kwa maana unastahili. Baba, ninaomba nikijua unatenda. Ninaombea sadaka zetu sikabarikiwa na wewe Baba katika hii madhabahu, na yeyote anayejitoa Baba akakuone, nimefungua anga yake. In Jesus name, Father, I pray. Amen. Thank you Jesus. Mungu akubariki sana na Mungu akuweke huru. Ninakupenda, nivumilie kwa muda mdogo. Ninaenda kurudi. Nataka nitoe ujumbe ambayo Mungu alinipatia, na naamini ya kwamba Bwana atakubariki na atakuongoza in Jesus name. Thank you. I love you. Shalom.